Ningelipenda kuwakaribisha nyote katika ibada yetu ya leo. Bwana ni mkuu mwaminifu. Na wakati mwema umefika tuweze kusikia kile Mungu ako nacho katika moyo wake kwa sababu yetu. Otherwise, ningelipenda tu katika umetulia hapo tu ufunge macho yako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana, nashukuru kwa sababu huu ni wakati mwema wa kuzungumza na mimi. Mwambie Bwana, ninaomba masikio yangu ya nje na pia masikio yangu ya ndani yakaweze kuwa na nafasi ya kusikia sauti yako. Licha kuwa sauti zinaweza kuwa nyingi, interruption inaweza kuwa nyingi. Mwambie Bwana, nisaidie network yangu ikamate network ya mbinguni kabisa, nisipate kupitwa na lolote. Mwambie Roho nisaidie, kwa maana yeye peke yake ndiye awezaye kutusaidia. Asipohusika na asipokuwepo katika ibada hii, ni vigumu sana sisi, ni vigumu kabisa kuweza kupokea kwake. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu uaminifu wako. Neema yako imekuwa nyingi. Upendo wako Bwana haupimiki. Umekuwa mwema kwetu kiwango hata wakati mwingine hatuko wema na hatuko wazuri, bado umesalia kuwa mwema na mwaminifu. Nyakati nyingine tunakutoroka na unatuvumilia na hata kuturejesha. Nyakati nyingine tunakuwa waasi, lakini Baba, katika hiyo hali zote, kumbe Bwana upendo wako hauwezi ukakuacha ukatuhurumia. Tunakushukuru kwa sababu mchana wa leo tumekusanyika kama kanisa lako ukatuzungumzie. Tunajua wiki mzima Monday to Saturday tunakuwa katika shughuli mbalimbali. Zingine zinatupea stress, zingine zinatuletea mawazo na msukumo wa damu na vitu vingi kiwango hatuwezi tukakuwa na nafasi yako katika moyo wetu. Tusamehe kwa sababu wakati mwingine tunakuweka kando, tunachukua mambo yetu, tunakimbia na kutoroka nayo pekee, tunakuacha mbali. Tusaidie Bwana katika majira yote na nyakati zote, tukuhusishe na uwepo katika maisha yetu, ndiposa kila chochote ambacho tunapitia na chochote kinatulemea ukaturahisishie. Huu ni mchana wa baraka, huu ni mchana wa mageuzi, huu ni mchana ambao utasalia kuwa mchana umeacha alama katika maisha yetu, kwa sababu Bwana tunajua kwamba kile chochote unakiachilia maishani mwetu kinaleta tabasamu, kinaleta furaha, kinaleta uumbaji wa mambo vipi upya, na kinatengeneza nafasi nyingine katika maisha yetu. Uhimidiwe Bwana, utukuzwe. Tukiangalia nyuma, kuna kule tumetoka, kuna magumu tumepitia, kuna kilio tumelia, kuna machozi tumemwaga, kuna mambo na machungu ya moyoni na machungu ya hata mwili yametupata. Lakini Bwana ulitusaidia kwa hayo yote. Ulikuja wakati giza lilipokuwa totoro, ukatuletea nuru yako. Ulikuja wakati tulipofika mwisho, hatuna lingine, tunataka kukata tamaa na maisha, lakini ukakuja ukafungua njia nyingine. Wewe ndiye Mungu tunayeishia, wewe ndiye tunayeabudu. Tunakupa Bwana nafasi ya maisha yetu. Daudi akasema, vyote viliomo ndani yangu na vimsifu Bwana. Na sisi pia tunasema vyote vilivyo ndani yetu vikuabudu na vikutukuze wewe Bwana. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo na mchana huu, neno lako tunaomba likatusaidie. We pray that your word will not just be a word to our life, but it will be a change agent in our life. It will be a word to change us, to change our thinking, to change our perspective, to change our attitude, and even to change our heart to turn unto you, O Lord. Jesus, we are hungry of you. We are thirsty of you. May you quench our thirst, O Lord, this afternoon. May you help someone here, O Lord. May you heal someone here. May you restore someone's peace. May you give someone happiness. May you give someone a reason to smile and a reason to continue being happy in her life or in his life. May you drop a drop of grace in our life. May you release a drop of favor in our life.
And our life will never be the same again, Jesus. One word, it's enough to take us century. Your one word is enough to cover us in our situation and in our hardship. Speak to someone today. Speak to someone today. Restore someone's heart. Restore someone's mind. Asante kwa sababu uaminifu wako. Uinuliwe Bwana, utukuzwe na upewe sifa kwa sababu neema yako yatutosha. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Hebu na mtu aseme amen. Mpe Bwana makofi mazuri. Celebrate our Lord. He is a faithful God. He is a faithful God. He is a faithful God. Nataka tuingie katika neno la Bwana dakika chache zilizosalia. Neema ya Bwana ikawe nyingi, na ninapenda umwambie mwenzako jirani, tumwambie karibu kwa neno. Mwambie karibu mesani. Ukule, ukunywe na ufurahie. Bwana asifiwe sana. Hakikisha jirani yako ako katika mood ya kula. Akiwa katika mood ya kula, tunaambianga wakati unakula, hawa watu wanafundisha mambo ya maisha, life coach. Na sengine wakuambia unapokula hakikisha kwamba unakula na mawazo na unakula ukifurahia, kwa sababu ukikula mawazo hayayuko kwa hiyo chakula, kitaingia kwa mwili na utaendelea kukonda. Kwa sababu gani? Hakikupokelewa vizuri ndani ya mwili. Lakini wakati unapokikula unakisikiza vile kimepikwa, kwa spices fulani, hii chakula kimeongezwa hii, na unazidi kutabasamu. Imagine kinaingianga mpaka kina sink, mpaka wewe kula kitu kidogo lakini unanona tu bure. You eat little but you continue to expand. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie, just karibu katika meza ya Bwana. Just kula ukifurahia na ukitabasamu na ukitafakari wema wa Bwana, itakuwa vizuri. Nataka kuzungumza kuhusu nguvu iliyo katika neno linaloitwa ri. Sitakueleza kwa Kiswahili ri ni nini, lakini nitakufafanulia kidogo. Ri katika Kiingereza ni neno ambalo linalohusishwa katika kuunganisha neno lingine, kulifanyisha hilo neno ama hicho kitu kinachozungumziwa kurudi upya tena. Halo? Kurudi upya tena. Kwa hivyo neno ri peke yake, R-E, hilo neno peke yake lina nguvu zake za kipekee. Na hilo neno Mungu amelitumia sana katika neno lake. Amelitumia kupitia waandishi, wakaandika wakilitumia. Ni kwa sababu gani wakalitumia? Kuna siri na kuna nguvu iliyoko katika hilo neno peke yake. Ri. Mwambie mwenzako ri. Hiyo ni Kisungu. Kiswahili tutapatana huko mbele. Ri linatumika, ukisikia popote limetumika, ukisikia limezungumzwa, ni kumaanisha kuna kitu kilikuweko mwanzo, lakini hali yake sasa sio sawa, na sasa linataka hilo kitu kinatakana tena kitengenezwe kiwe katika hali yake ya mwanzo. Bwana asifiwe. Uko hapo? Angalia kitabu cha Isaia, ndipo utaweza kuelewa tu tunapoendelea. Ni neno ambalo tunalifahamu sana. Isaia 40. Isaia 40. Mwite sijui kama una Kiswahili. Napenda Kiswahili. Kama una labda nitumie simu yangu iko wapi? Labda nitumie yangu ya Kiswahili. Simu naye iko mbali. Sawa, tutasoma kwa Kiingereza tu. Isaia 40, tufungue verse 29 mpaka 31, tutaweza kusikia ujumbe hapo. Kiswahili. Kuna mtu ana Kiswahili? Sisi ni watu wa Kiingereza zote. Amen. It's a blessing. Acha nitafute, niko na Biblia yangu ya nini hapa, nione kama tapata version ya Kiswahili ninayotaka.
Sijui. Kuna muda unasikia Kiswahili. Umepata Swahili? Napolisoma nataka kila mtu alipate kabisa. Acha nione Kiswahili. Alafu tutasoma kwa Kiingereza. Umepata 29 verse 29. Nimepata tayangu. Amen. Inasema hivi Kiswahili, Isaiah 40:29 to 31. Uwapa nguvu wazimiao, umuongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watasimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Kuna kuzimia na kuchoka, na pia kuna kuanguka. 31 mahali ujumbe ulipo. Mbali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kama kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatasimia. Bwana asifiwe sana. Mweti unaweza kutafuta English? Tusome kama una microphone. Isaiah 40 verse 29. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Amen. Asante sana. Sehemu ya kwanza 29 na 30 inazungumza kuhusu watakaosimia, watakaoanguka, atawasaidia na wataruka kama tai. Sitaki kuingia katika somo la tai. Nikisema somo la tai ni mambo mengine. Kwa nini tai akakuwa ndiye anazungumziwa? Lakini 31 ambapo ujumbe ulioko hapo katika Kiingereza inasema he will renew their strength. Bwana asifiwe sana. He will renew. Unasikia renew? That is the most essential thing God is talking about. Asungumuzi kuhusu other things. Anasungumuza kuhusu the only re. The re only carries everything. Bwana asifiwe sana. Ni kwa nini? Nimekuambia neno li ni unganisho, linaunganishango katika neno lingine, ndiposa kufanyisha hicho kitu kuwa katika sura, umbo, mfano, uhalisi uliokuweko tangu mwanzo kilichoumbwa. Bwana asifiwe sana. Niruhusu nikulete polepole mpaka uingie katika picha ninaotaka uelewe kabla nikuhubirie. Kitu cha kwanza, neno really linapitia katika process kubwa na process nyingi, ndiposa liweze kutengeneza kitu kiwe kipya, ama hata kinaweza kuwa bora zaidi kuliko vile kilivyokuwa mwanzo. Halo? Neno ri likiwa applied, matokeo ya ri linapokuwa linafanyishwa kazi, huenda lilete umbo la kitambo ama uhalisi wa jambo tangu mwanzoni, ama lilete ile jambo likiwa bora na nzuri, modified, advanced zaidi ya siku za kwanza. Ya pili, when something is damaged, a small part of it, you do not throw away, but you do some services to make it okay again. Wakati kitu kinaharibika, Hamina, wacha nikupe mfano na huyu ndio naweza beba uone. Ana mambo mengi. Wakati kitu kinaharibika, nataka nikuonyeshe.
Hii ni stand ya microphone na iko sawa sawa, haijaharibika popote tangu iliponunuliwa. Na hii stand ikiwa hapa, huenda siku za baadaye itapata itilafu fulani, huende ivunjike kichwa, huende iharibike kule miguuni, ama kadude haka kavunjike katoke, kitaharibika. Imeharibika. Lakini wakati kitu kinaharibika, kwa sababu kimeharibika kadude haka kajuu peke yake, atutupi hii yote. Unanielewa? Hatutatupa stand nzima kwa sababu sasa imevunjika kadude kamoja. Kile tutafanya, tutaitengeneza, tutaitumia fundi, tutaipeleka katika mtaalamu anayeelewa, ataitengeneza. Repair. Thank you. Yule fundi kile kitu atafanya kwa hii stand, atafanya kitu inaitwa repair. Repair inamaanisha atanunua stand nyingine na hata tengeneza stand nyingine, atashughulikia ile stand kale kasehemu kameharibika, ndiposa ile stand irudi katika ukawaida wake. So tutampelekea ashughulike na ile stand, turudi tuanze kuitumia. Bwana sifiwe sana. Lile jambo linatumika katika kuitengeneza stand, atununui, we don't buy. It is not new. Si mpya. Unanielewa? Stand sio mpya. Mpya itaitwa new. Lakini kuitengeneza tena irudi vizuri tutaita renew ama repair. Tunaitengeneza tena iwe mpya, iwe sawa, iwe vile ilikuwa. So what we do, tunafanya repair. Sawa sawa. Keyboard ikiharibika, tunafanya repair. Machines zikiharibika zote zinafanyiangwa nini? Repair. Uko hapo? Wakati mwingine tunafanya sio repair, lakini lile neno tu ndilo litatumika. Tunafanya kitu inaitangwa rebranding. Rebranding isi computer tunatumia, nyingine nyingi zinakuja kwetu, zinakuja zikiwa second hand. Ama magari yanakuja mengi yakiwa second hand. Na nyingi zinazouzwa zikifika hapa, zinakuanga zimepitia kwa wataalamu wake, wakaipea sura nyingine mpya kidogo, wakazirudisha market, tukazinunua. Zinaitangwa rebranding. Are you getting there? Zinaitangwa rebranding. Rebranding ni kupea kitu sura mpya. Repair ni kutengenezesha kitu kiliharibika ukakiunda tena kikawa sawa. Sawa sawa. Kwa hivyo ni kumaanisha lazima kuna kitu kimetangulia kuwepo kwanza, ndiposa kiweze kutengenezwa upya tena. Haleluya. Jambo lingine ni kupe kuhusu repair, reward. Nataka kukuleta tu mpaka uweze kukamata. Wakati nyumba zetu tunapozitumia ziko na stima, si ndio? Kama si kwako si umekodi. Mahali umekodi si unatumia stima, hakuna mtu sasa anatumia ile kata. Kuna mtu anatumia kata. Iko inaitwa ngwatera, mtandike. Ukishamaliza kutandika hata ikizimika. So katika nyumba zetu tuna stima, na zile nyumba zimefanywa kitu inaitwa wiring. Sawa sawa. Waya za stima zimepita huku na huku, zikaingia kwa switch, zikatokea hapa, zikaenda kitchen. Hiyo yote nyumba imefanywa wiring. First thing it was done, it is wiring. Lakini kukaja kutokea itilafu ya kibitambo ya stima katika hiyo nyumba, kile fundi atakuja kufanya wiring tena, atakuja kufanya rewiring. Are you there? Rewiring ni kutengeneza hizo waya kidogo kidogo mahala zina itilafu ziwe sawa, zisianze kuleta shida ya umeme. Kwa hivyo inaitangwa rewiring. Nyumba kama hii tumetengeneza, wakati mwingine juzi tulifanya repair, naona inahitaji repair tena. Tunafanyanga kitu inaitangwa si repair kwa nyumba, renovation. Are you there? Hallelujah. Nyumba hatufanyi repair. Machine ndio zinafanywa repair.
Stima ni rewiring ama gari pia inafanywa rewiring. Nyumba tunafanya kitu inaitwa renovation. Kumaanisha ilitengenezwa lakini sasa inahitaji matengenezo tena irudi sura mpya. So hatuwezi bomoa nyumba yote kwa sababu ina mashimo na dirisha imeng'oka na mlango umelegea, ati tunabomoa nyumba yote tujenge nyumba nyingine. Hakuna haja ya kujenga nyumba nyingine. Unashughulikia sehemu zilizo na itilafu, unapaka rangi, unafanya nini, nyumba inakuwa smart tena. Halo. Bwana sifiwe sana. Wakati mtu wamekuwa na itilafu na hawayuko sawa kimazungumzo, kimahusiano, rafiki yako ama mfanyabiashara mwenzako, dada katika Kristo, katika huduma, mko na mpatani, mambo yamekuwa si vizuri, amsungumuziani, kile kinahitajika katikati mwenu nyinyi wawili ni reconciliation. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu mwanzo urafiki ulikuweko na urafiki umekuwa, lakini kidogo uhusiano ukaharibika. Si kumaanisha utaanza urafiki mpya na ule mtu tena. Si mmetoka mbali, si mmejuana siku nyingi, si urafiki umekuweko, kile kidogo kimekuwa ni itilafu kidogo, na sasa mnahitaji mtu wa kuwaleta pamoja mpatane. Inaitangwa reconciliation, ambao ndio Yesu Kristo alikuja kufanya kati yetu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Umeelewa sasa? Na sasa katika hilo ndio nataka kuzungumza nguvu iliyoko ndani ya neno ri. Halo? Mungu anasema katika Isaya 40, ninawapa nguvu wasimiao. Wanaomtegemea na kumtumaini Mungu hawataanguka, na hata wanapokimbia hawatasimia. Na pia anasema nitawapa nguvu ya kuruka juu kama tai. Wataruka juu kama tai. Ijapokuwa wataruka juu kama tai, hata watakapoishiwa na nguvu, mimi nitawauisha nguvu zao upya tena. Haleluya. Nitawauisha nguvu zao upya tena. This is the God who is speaking about re. Wakati Mungu anapozungumza kuhusu tai, sitaki kuongea sana kuhusu tai, lakini kwa sababu gani akazungumza ama mwandishi akatupatia neno la tai? Tai siri yake ni namna hii. Sitaki kwenda sana kwa tai. Tai maisha yake yako namna hii. Anaweza kaishi miaka 20, miaka 30 ama 40. Tai ndiye akufe. Lakini kila msababisha aishi miaka ya kwamba tai akizeeka, akifika umri fulani, akufi haraka. Ni ngumu sana akufe. Anaenda anapanda juu ya mti mrefu. Anakaa huko, anajitenga peke yake kwa siku 40. 40 days fasting. Hiyo ni utafiti umefanywa. Anakaa mti mrefu peke yake huko. Anapokaa na amezeeka, sasa akikaa bila kula na kunywa, zile kucha zake za mawindo zinaanza kung'oka. Mdomo wake unaanza kung'oka. Mabawa yake yanaanza kung'oka kwa sababu hakuli na anywi na amekaa na njaa. Na pia ni mzee. Akisha anza kung'oka kucha, the beak and the claws and the feathers, anabaki kama kakifaranga kakifaranga kale kakuku unatoanga manyondo upike. Anabaki namna hiyo. Lakini bado ndani yake yuko na uhai. Bwana sifiwe sana. Yuko na uhai na amejitenga for 40 days. For 40 days atang'oka mdomo, atang'oka kucha, atang'oka mabawa. For 40 days zikiisha, ataanza kumea tena. Mabawa itaanza kumea tena. Kucha mpya zinaanza kumea tena. Mdomo mpya unaanza kutoka. Bwana sifiwe sana. Ikisha anza kutoka sasa, ataanza kugather another strength. Ataanza kupata nguvu mpya kwa sababu ile nguvu ya mbeleni iliisha na ilikwenda. Sasa tai anaanza kuzaliwa upya. Feathers, claws, beak zinaanza kumea. Within a short time mdomo umemea. Within a short time kucha zimemea. Within a short time mabawa yamejaa tena feathers. Bwana sifiwe sana. Kuanzia hapo anashuka.
akishuka anakuwa tai mpya. That's why the word of God says, I will renew their strength like tai. Unanielewa? Nitauisha nguvu zao wamtumainio Bwana upya kama tai. Tai akizeeka atafanya hivyo. Akizeeka tena anaweza ishi miaka 40 kabla hafe. Na kazi yake ni kuzeeka, kurenew. Kuzeeka, kurenew. Now God says, I will renew. Nitauisha nguvu zao wanitegemeao upya. Ni kumaanisha nini? Hatakuja tena Mungu, hatakuja kukuunda mtu mwingine. Hatakuja kukuunda John mwingine. Hatakuja kutengeneza Jane mwingine. Ile nguvu aliyekupatia tangu alipokuumba na akakuteua na akakutenga kwa kazi yake, hatakuja kukuumba tena. Wewe tu uliyechakaa, wewe uliyeishiwa na nguvu, wewe uliyeishiwa na tumaini, wewe umefika mwisho, wewe tu ndiye atakuja akutengeneze upya tena. Halo? Bwana asifiwe. Wewe tu uliye mdhaifu na unaona unyonge wako umekulemea, unaona matatizo yamekusonga, unahisi kana kwamba hata jina limeharibika. He is the one to renew you to become new again. Bwana asifiwe sana. Hello? I wish. Bwana asifiwe sana. I wish niko na glasi ya maji ningekuonyesha kitu. Lakini nasema hivi. Sikiza. Nikiwa na glasi yangu ya maji ninakunywa hapa. Imagine sasa unakunywa juice, umefika kwangu umepewa juice unakunywa. Na unapokunywa ile juice inafika katikati somewhere iko karibu kuisha. Karo anakuja anakuambia, let me add you more. Anakuongeza nyingine. Kwa sababu ile iko karibu kile atakuwa anafanya, atakuwa anakuwekea juice, atakuwa anakuongeza juice. Sawa sawa. Imefika katikati mahali uko karibu kumaliza, he will refill your glass. Bwana asifiwe sana. Wakati gari unaendesha inafika gauge na kuonyesha petrol is going down. Kile unafanyanga auendangi kukunywa, auendangi kuweka mafuta, unaendanga kurefill. Inaitangwa kurefill the tank. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukiacha ikwishe, utakuweko tena. Hautakuweko. Bwana asifiwe sana. Ukiacha ikwishe, you are no more. Kile Mungu anafanya katika maisha yetu wapendwa, sikiza hapa. Kile anafanya, anajua kuna wakati unaishiangwa. Sawa sawa. Anajua kuna wakati imani yako inashukanga. Anajua kuna wakati unakatanga tamaa na maisha. Anajua kuna wakati hata unachoka na hiyo kipawa chako alikupatia. Anajua mambo ya maisha imekusonga, kuna vile unasikia unateremuka kiimani. Lakini kile Mungu imani itashuka, utasikia umekandamizwa, umechoka, umesikia umechapa kabisa na una give up na life, na hata kiwango cha kufikiria niende kwa msitu nijiweke kakamba niondoke. Anajua katika hiyo pointi. Lakini imagine yeye anakuanga yuko mahali tu anategea kafike level fulani kaimani kako. Hiyo maisha imekule mahali fulani. Hakuna siku Mungu atawacha ikwishe yako. Kwa sababu ikikwisha utakuwa umeenda kaburini. Kwa hivyo kile Mungu anafanya, hayuko katika biashara ya kukuacha uangamie. Ako katika biashara ya kuhakikisha imepungua, he refills. Imekwisha, anaongeza. Imeteremuka, amekosa kazi miaka 2, huu mwaka wa 3 najua atafanya mambo fulani, anakuja na kupatia kazi. God is always there to renew our life, to rewire our life, to rebrand our life, to restructure our life. Kila siku ya maisha yetu God is renewing us. Kila siku Mungu anatuisha upya. Halo? Kwa sababu kama neno litaendelea kuwa applicable katika maisha yako, ni kumaanisha hawezi akaacha ikadrain.
Yani ukakwisha kabisa, umekwisha kabisa, hakuna kitu tunaona, hakuna Charles tunaona, hakuna Paul tunaona. Yani kabisa jina lako pia linaenda kutokomea, na Mungu pia alikuita na alikutaka ufanye, na anaona he cannot let you drain. Hawezi akakuacha ukakwisha. Bwana sifiwe sana. Nataka nisungumze na mtu hapa nikwambie, God is in the business of renewing your life, your business, your family, everything unafanya. Mungu ako katika biashara ya kuhakikisha kwamba anayafanya upya tena, kwa sababu hana haja ya kukuumba mwingine, hana haja ya kuumba another Charles, hana haja ya kuumba another Paul, hana haja ya kuunda another, because he created you already. Alikubariki, una nguvu, una mawazo, una nguvu na uwezo wa kila aina, una mawazo, akili nzuri, una biashara, una familia, na hivyo vyote vyote umevipata kwake. Hawezi akaachilia ukaangamia kabisa. Hawezi. He is a faithful God. Ndio sababu anasema katika Isaya, wanitegemeao mimi, waningojeao mimi, nitauisha nguvu zao upya. Watakimbia na watachoka kama kawaida. Kama mwanadamu lazima uchoke. Kama mwanadamu kuchoka kuko mpendwa, utachoka, sikuambii au utachoka. Bado unamtegemea Kristo, ndio utakimbia, utachoka. Bado unamngojea Bwana, ndio biashara yako itakosa faida. Kuna siku itafanya kazi. Nataka nikuambie, bado unamwamini Bwana, familia yako itatingika sawa sawa, kuna mambo yatatokea, but nataka nikuambie, God is watching over you. Mungu bado anakutazama, jicho lake liko kwako. Anasema ya kwamba watakimbia na watachoka, lakini wakichoka, kile Mungu anafanya, anawaletea nguvu mpya. Wakifika mahali wamekimbia, badala ya kuanguka, Mungu anawashikilia, wanaendelea na safari. Kwa sababu gani? He renews our life, he renews our strength, he renews our heart, he renews our faith, he renews our hope, he renews everything we have in him. Hey, anauisha upya. Ukiondoa neno ni kitu kilikuweko, kimekuweko. Inakuja kukiletea tena sura mpya. Sawa sawa. Sura mpya. Umbo lile original shape yake. Mungu anasema hivi, wakati anasema I will renew your strength, anamaanisha ile nguvu nilikuumba na mwanadamu. Ile nguvu nilikupea wakati nilikuita. Ile mandate na jukumu nilikupatia, mimi nitairudisha tena vile nilitaka. In the actual form, in actual shape, in actual potential kabisa. Bwana sifiwe sana. I will renew. Anamaanisha ya kwamba hata kama tunasema nini? Nature, law of the nature. Hata kama sheria ya maumbile inasema lazima ufike miaka, serikali inakupa mpaka 65, wanasema una nguvu tena, unaenda retire. Sawa sawa. Hata nature, law of nation, kama mtu akifika miaka 70, 80, anaanza kuishiwa na nguvu. Maisha yake anaanza kukua tu hivi, anahesabu badala ya kuendelea anayashuka. Lakini nataka kuambia kwamba hiyo ni law of nature. Wanaomtumainia Bwana, anasema atauisha nguvu zao upya. Hata miaka ikigonga 80, you remain to be like 40. Hata miaka inapobonga 90, watu wanazidi kushindwa. Kwani huyu mtu ako namna gani? Tunasikia na miaka kadhaa. Ni nini anakaa mwili wake uko namna hii? Ni kwa sababu gani? Mungu huisha hizo nguvu zake aliyeka ndani. Zikiisha anaongeza, zikiisha analeta, zikiisha anaongeza. Watakimbia, watachoka sawa, lakini ikifika level ya kuchoka, naondoa uchovu na leta nguvu mpya. Hivyo ndio anasema. Hello. Katika yale mambo yote nimekutajia, inaweza kuwa maisha yako unahitaji kuwa rebranded. I don't know. Unaweza kuwa maisha yako unataka
wired. I don't know. Unaweza kuwa maisha yako unataka kuwa repaired. I don't know. Lakini nataka nikuambie kila mtu mahala hapa kuna kitu unahitaji Mungu apply neno kama ni repair, wacha kurepair. Kama ni kuribrandiwa, sura yako imechapa. Unajua rebranding inaletanga sura mpya. Na unaweza kuwa unafikiria vile umechapa ni kwa sababu ya vile life imekuwa ngumu kwako. Na kuambia ukweli, hata sasa vijana wa saizi wanachapa, wanasema amechapa. Ukisikia mtu anakuambia umechapa, sura yako kuna vile imekaa. Kama ujui. Ukisikia amekwambia, ni aje umechapa? Ni kuna vile makena umeparara. Kuna vile hata out appearance yako haikuleti yule mtu tulijua. Halo? Unapaka mafuta asubuhi kutoka, lakini ngozi bado inakataa. Unakaa tu umeparara. Kwa sababu gani? Inside you kuna vile life imekupeleka. Kwa hivyo vile maisha ya ndani yalivyo, hayakubali hata ngozi yako ikuwe soft. Halo? Kwa hivyo mtu kama ukisikia mtu anakuambia umechapa, unafaa kumwambia God, I want you to rebrand me. Akuchape na kisura kingine kipya. Pap! Ukitokelezea kesho namna hii, watu wanashindwa, ala, huyu ni yule tuliona jana. Umekuwa rebranded. Bwana asifiwe sana. Umekuwa rebranded. Nataka niwaambie wapendwa namna hii, kila mtu amtumainie Bwana ako na sehemu ya kufanywa upya. Uko na sehemu unahitaji Mungu afanye upya. Kama ni wiring zako ako ndani. Unajua kuna vile watu wako wired. I don't know the way you are wired. Vile uko wired si hivyo mimi niko wired. Inategemea, kuna wiring za England na kuna wiring za US na kuna wiring za Kiafrika. I don't know, but I want to tell you kuna wiring za mbinguni. Mbingu kuna vile ilikuwaya, ilikupatia kitu fulani. Kuna vile unakaanga. Wewe ni mtu wa kukaa kuleta vichekesho. Wewe ni mtu unakaanga serious na maisha. Wewe ni mtu unapenda excellence. I don't know the way God wired you, but I want to tell you, maybe kuna mtu anahitaji kufanyiwa rewiring. Kwa sababu gani? Kuna vitu ndani yako vinapiga shot ndani. Kuna vitu ndani yako, mawazo na nafsi zina collide. Mawazo na roho zinapingana. Kuna vile mambo ilivyo. Ukisikia shot fulani ndani yako, you need to call the name of Jesus so that he can do a rewiring to your life. Hallelujah. Upya. Hello? I will renew. Kurenew ni kitu kimekuweko. Aumbi tena, atengenezi tena. Ni ile kitu kile ndio anakirembesha, anakipa nguvu, anakitengeneza, anakipaka rangi, anakiangalia, anaripia mlango, nyumba inakaa smart. Hata wateja wanakuja. Umeona nyumba likaa ikuwa imechapa, alafu baadaye mkaambiwa ameni, tunataka kuunda. Mimi nimewahi kuwa. Halafu kukaa kidogo, tumetoka tumeenda. Halafu kirudi ile nyumba, unauliza, ala, ni ile nyumba tu. Halafu unataka kumwambia nirudi sasa. Anakuambia rudi, lakini bei imepanda. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ukiangalia nyumba si ile ulikuwa mbeleni. Mwenyewe alikaa chini akaifanyia renovation. Sawa. Alipoifanyia renovation, akaongeza tu vitu, akaongeza rangi, akatengeneza hiki, na sasa inapendeka kuliko zamani. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini? Katika ulimwengu wa IT, mimi am an IT by professional. Mimi ni mtu wa mitandao. Na sasa katika IT kuna vitu tunaitanga upgrading, ku-upgrade. Bwana asifiwe sana. Wakati tunasema upgrading, hizi systems za mitandao, computer, simu hizo zako, hizo vitu zote zinahusiana na mitandao. Inasemekana after 3 months, baada ya miezi 3, kuna kitu kipya kimeongezeka. Uko unafikiria uko na laptop, hata hiyo simu yako, wewe unatumia simu na hujai-update, unaifanyia makosa. Kuna vitu vingi sana vinakupita. You need to update your phone after 2 months, 3 months. Na siku ile utaona na wengine simu inawaambianga wanaignore. Kakitu kanakuja kwa screen kanakuambia update and restart your phone. Unafinya no. Na hiyo
you are doing wrong to that phone. Kwa sababu kuna vitu vipya vinataka kuingizwa kwa simu yako, na sasa wewe kwa sababu bado unaoperate na simu ya last year na watu walishapata update ya this year, kuna ma-application mpya, kuna vitu mpya vimeletwa kwa simu, wewe unashangaanga wengine wakikwambia nilianga simu yangu inafanyanga. Unamuuliza kwa simu gani? Anakuuliza kwani una smartphone? Niko nenda hii lakini haina, si haina, ni wewe unaoperate na simu ya last year. So kwa system tunasema after 3 months kuna features mpya system inaleta yenyewe, na ukikubali zinakuwa applicable kwa simu yako ama laptop yako, then unaenjoy faida za hizo vitu. Bwana sifiwe sana. Sasa kitu cha pili, wakati unafanya updating ya system ama mitandao, kuna vitu vipya vinaekangwa, vile vya zamani vinaachwa kwa sababu uweze update ubaki na sama. Nataka nikuambie hivi, wakati Mungu anakupa nguvu mpya, wakati Mungu ana apply renovation, rebranding, rewiring, renewing, wakati ana apply hizo vitu zote kwa maisha yako, nataka nikuambie akurudishiangi neema ya last year, akuwekeangi grace ya last year, akuwekeangi mafuta anointing ya last year. Let me hear this, sawa sawa. Ndio sababu nilikuambia wakati inafanyika, wakati renewal inafanyika, inakujanga inafanya hata hiyo kitu mpya kizuri zaidi ya jana. Sawa sawa. Mungu wetu atembei na neema ya jana, Mungu wetu operate na anointing ya jana. Our God is new every day. Vitu vyake ni mpya every day. Bwana sifiwe sana. Vile aliokoa jana si hivyo ataokoa leo. Vile alibariki last year si hivyo atabariki this year. Bwana sifiwe sana. Vile alifungua mlango kwako last year, usifikirie hivyo ndio atakuja kufungua this year. No, God is not short of glory. God is not short of blessing. God is not short of formula. Bwana sifiwe sana. Nataka kusema nini? Ile neema aliye naye ya leo ni ya leo, na ya kesho ni kesho. Kwa hivyo kila siku anakurenew, kila siku anakurewire, kila siku anakurenovate, kila siku anakurebrand. Na anapokufanyia hivyo, anakufanyia na vitu vile viko mpya, current update, current upgrading. Halo? Kwa hivyo unafaa kuoperate na neema mpya kila siku. Kama Mungu amekurenovate, neema ni mpya. Sikiza. Hizi mitandao na vitu hizi vingine, haujuangi inatoa wapi, lakini nitakwambia update. Ina-updatea kwa upepo tu. Hii hata ukiulizwa inapitia pipe gani, hata ukiulizwa utaifungia wapi isikuje, itakuja tu. Kwa sababu inakuja na upepo na ina-update na ingia kwa system yako. Nataka nikuambie hivi, ukimwamini Mungu huyu ambaye mwanadamu anafanya vitu zake kwa hewa, na huyu Mungu pia anaweza akafanya zaidi ya mwanadamu, ukitaka kumwamini ya kwamba kila siku neema yake ni mpya kwako, unapotembea tu anakuupdate. System ya mbinguni inasema version ya hii imekwisha, imemaliza miezi 6, haitaki kutumika. Bado uko connected kwa network ya mbinguni, zinaanza kudownload. Unaanza kudownload, you become fresh, you become newer. Yaani jana ulikuwa unaomba masaa 2, kesho kutwa unakuta unaomba masaa 2.5. Last year unakuta imani ilikuwa hapa, lakini this year imani iko hapa. Kwa sababu gani? God has been updating you every day, and as long as he is updating you, he is renewing you. Anakurenew. Ndiye anasema wanaonitegemea, wanaonitumaini, wanaoningojea, sitawacha nguvu zao zikwishe. Kabla ikwishe, nitawaongeza pap ingine ya kuwasukuma miaka 2. Unachapa, unafanya, unasikia inaisha. Kakifika mahali unataka Mungu ngakua, anakuja anakuambia utekua ndaugera ugatora. Anakukamata anakuchapa pa wengine, unaamuka. Watu walikuwa nasema uko mgonjwa, na huyo aponi, na huyo amekwenda. Tumetoka hospitali kumwangalia, Mungu
umeingia ndani, arudi. Naye Yesu anasema huyu bado sijamaliza kazi na yeye. Nataka niseme ya kwamba huyo mwanadamu anasema amekwisha. Kwa Mungu anaona akiishi, anakuja anampata, anampiga power ya renewal ya kiafya, renewal of afya. Anamchapa pap, mtu anaamuka. Kesho mnamkuta kwa barabara, mnauliza ni yule alikuwa kitanda hospitali ama ni dada yake. Mnajijasia, mnasema ni yeye, ni ngondi. Hello. Renewal. Mimi sijui ni nini unataka, lakini iwe ni renovation ndio unasikia iwe ni rebranding, iwe ni repair. Kila mtu kuna sehemu unahitaji. Ndani yako kuna vitu vinataka kushughulikiwa. As long as it is a reward applied, God is ready to do something in your life. Because as long as you realize unahitaji huyu Mungu katika sehemu fulani, you will call him and he will renew you. He will repair you. He will renovate you. He will rebrand you. He will do anything he will do as long as akufanye upya tena. Mashaka. Bwana sifiwe sana. It is about the power in the word re. Mpaka kipungue, mpaka ikae kama inaisha, ndio hilo neno linapatikananga. Kama haijapungua, kama haijakuisha, kama hujapungua, kama imani, hilo neno linapatikananga wakati kinakuisha. Wakati unakata tamaa, hilo neno linapatikananga wakati unasema sina haja ya kuishi. Hilo neno linapatikananga wakati unasemanga Mungu uko wapi, kwani uliamba. Hilo neno linakujanga, na linakujanga linabeba miujiza yake. Na vile litakavyofanyika, litakavyokuwa applied, utaanza kuinuka tena. Kwa sababu once you have new power, you operate in a new strength. Hello. He gives power to the weary, and to him with no mighty, he increases strength. Even the young shall faint. Hata vijana watasimia. Yuko vijana hawahesabi yangu kusimia. Vijana, Biblia inasema vijana wana nguvu hata ya kumshinda nini? Shetani. Vijana generally, young at heart, young physically, whatever. Vijana wanahesabika kuwa wenye nguvu. Lakini neno linasema hata hao wenye nguvu ambao ni strong watasimia. Hata hao wenye sawa wako sawa watasimia. Lakini hata kama sio kijana, ni mzee, lakini anamtumaini Mungu, atasimia. Lakini vijana watasimia. Kwa sababu gani? Hawamtumaini Mungu. Wasiomtumaini Mungu watasimia. Lakini wanaomtumaini Mungu watauishwa nguvu zao upya. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. May you mount up. Na kutangazia neema ya Mungu, hebu ukapae juu kama tai. Neema ya Bwana ikushukie. Wakati unasikia kama unaishiwa, hebu Bwana akuje akupe nguvu mpya uendelee kuruka. Kama ulikuwa unapaa kama ndege, the aeroplane, huwa inapaa, huwa inaanza chini, inaenda hivi. Na ikifika mahali ikaja kukua na itilafu ama shida fulani, hiyo ndege itarudi chini katika hali ya kishindo. Na maisha yako ndivyo yanapaa namna hii. Nataka kusema kwamba kama unapaa juu, ukifika mahali usikie kana unalemewa, unataka kurudi chini, shetani anataka kukuaibisha, shetani anataka kukuingisha katika mambo mengine, shetani anataka kukuonyesha hakuna Mungu. Unasikia mahali umefika, uende ukaelea angani na utateremuka na utaanguka katika kishindo kipya kikubwa. Bwana anasema hata wakati wa kuzimia ukifika, mimi nitakupa nguvu nyingine, utaendelea. Amina. Utaendelea. Bwana asifiwe sana. Nilipanda ndege siku ya kwanza na kuambia nilipata matatizo kwa mwili. Nilikuwa na matatizo mengi sana, sikuwa najua na sikupata mtu kuniambia kuna kuanga kabla nipande. Lakini ndege ilipoanza kuguruma na kuanza kuangalia hangani ipae, kumbe inakuanga na matatizo mengi namna hii. Na hakuna corrugation, iko hapa hewani hapa. Hakuna.
imeshatoka imeshatoka ardhini. Yaani kwa angani hapa, lakini ile vita iko naye. Ile mtingizo inatingizwa. Mpaka mimi tumbo inaanza kukaa kama imeingia maji. Nikashikilia kiti vizuri. Nikasema sasa kama inataka kurudi chini. Lakini sasa nikiangalia wale watu wote wako hiyo ndege, majamaa wengine wako starehe wamekaa hivi, wengine wanasoma gazeti, wanasoma. Yaani nauliza kwa nini mimi peke yangu niko na wasiwasi kwa hii ndege? Mimi peke yangu ndio na babaika. Nikaangalia huyu jirani, tulikuwa watu watatu kwa kiti hapa, niko na majirani wawili. Hawa wanaongea hata story zao, ni mtu sijui na mke wake. Nikiangalia column, kwa sababu na column mwingine tatu. Nikiangalia watu wote naona mimi ndio kichaa tu. Kwani wasimu yangu? Wachaliwe liwalo. Ikapanda. Ndio nakumbuka kabla ipae ule sijui ni rubani ama ni nani anatangazanga ndani. Akaongea akasema funga mchipi wako vizuri, kaa vizuri, usitembe kwa ndege na usiende haja popote, kaa mpaka muda uishe kwa kupaa. Ndio nilikumbuka alituambia. So nikasema ala, sasa tutaendelea hivi mpaka mahali naenda hivi. Kumbe ilifika mahali pita hii hanga ya hapa ni hanga shida sana. Wanaita ozone. Kutoka hapa mpaka ozone, gravity ni kali sana. Ile gravity unaruka hivi na kurudisha chini. Hiyo ni nguvu, kuna nguvu inavurutanga mtu. Kama sio hivi unafaa uruke uende ukiendanga. Kama kwa mwezi wala wanaenda kwa mwezi wanatembea hivi. Sababu ukianza kucheza huko kwa mwezi unapaa. Hakuna gravity. Sasa ile gravity inasumbuanga ndege sana. Na imebeba, kama hiyo ndege nilipanda ilikuwa imebeba 530. Ndege inatoka hapa mpaka junction pale. Sasa ndio imepaa na inataka kuteremka na inatingika. Sasa hii maneno namna gani? Kiangalia watu wako starehe sawa, ndajira twende liwe liwalo. Kumbe ilipopita hapa angani ya gravity, hala nikaanza kuona watu wakifanya michipi hivi, kata. Ile corrugation imekwisha. Watu wameanza kuamka wakiti, kila mtu akimbia, ule anaenda haja. Watu wale wanapeana chai na chakula, wameanza kutembea. Ndachira, kumbe ilikuwa matatizo ya muda. Kumbe ilikuwa matatizo ya muda. Nataka nikuambie ndugu yangu na dada yangu, kuna wakati mwingine utapigana na force ya gravity za giza, nguvu za giza. Wakati mwingine unataka kuondoka upande katika viwango vyako, lakini unavutwa chini kwa sababu kuna zile nguvu za kifalme ya giza zinakuvuta. But nataka nikuambie, yeye apeanaye nguvu mpya bado yupo na atasupply nguvu. Usifai kukata tamaa katika safari yako. If you are soaring, if you are climbing, continue to climb. Panda kabisa, tetemeka sawa, anza kufunga mchipi sawa, fanya kile utafanya sawa, but usisimame kwa barabara. Endelea kwenda, kwa sababu atakupatia nguvu mpya, atakupatia uwezo mpya, atakupatia idea mpya, atakupatia wisdom mpya, atakupatia new formula. Utazidi kupaa, sio kama tai peke yake, utazidi kupaa. Kivumbi kitatoka, hata mitetemeko itatoka, hata changamoto zitainuka. Lakini nataka nikuambie, gravity ya giza isikustue. Lazima ndege ipande. Lazima uende mahali unafaa kwenda. Haya. Na kuambia, wacha nikuambie ukweli. Nilitetemeka muda kidogo, kama dakika 10 na kitu. Nilitetemeka wasi. Nikikumbuka tuliambiwa tusiende haja, nikashindwa sasa nitakwenda. Nikatetemeka.
dakika kama 10, 15, 20 tulitetemeka. Ndege ilitetemeka, si mimi peke yangu. Nilikuwa kwa dirisha. My neighbors walikuwa pande. Napenda sana wakati wote nasafiri nazo nakaanga kwa dirisha ndio niona nje. Sasa nikiangalia chini naona naona tunyumba tumekaa kama tuchupa. Naona tu barabara tunakaa kama tunatapanya. Nauliza la, kwenye dunia ndio nimetoka. Nataka nikuambie kweli, nikiangalia nje kwa dirisha nilikuwa karibu na mabawa. Naona mabawa yenyewe inafanya hivi. Nauliza la, kama hii inatetemeka, unanika ina. Na sasa hii kitu inatetemeka. Na kuambia kwa dakika chache nilitetemeka. Dakika 2 za kwanza nilianza kuomba Mungu. Sikukuwa na mtu kuniambia usiombe. Nilianza kuambia Mungu, kwani kitu itapanda kweli? Mungu nisaidie, kwani inaendaka namna hii? Nikiangalia upande mwingine hakuna mtu anajali, hata hakuna mtu anaomba. Sasa mimi peke yangu ndio naomba kwa hii ndege, niko wasimu labda. Ikatetemeka dakika chache. Nataka nikuambie, ilipofika mahala fulani, dakika 20, dakika kama 20 zilipokwisha, ndege ikatua ikaanza kwenda hivi. Mbeleni ilikuwa inaenda hivi. You must fight against the force of your enemies, because God is the one who gives you power. Hallelujah. Yeye ndiye akupea nguvu Bwana. Unasikia kama umeishiwa, magoti yamekwisha, hutaweza kukimbia, atakuja ataichapa tena kama vile alipiga Yakobo magoti, kaka akafanya yeye kiwete, na baadaye akampiga jamaa akainuka akaanza kusafiri. Bwana asifiwe sana. Yaani ilipopanda dakika 15 zilikuwa za mateso kwangu. Wengine hawakuwa wanateseka. Sijui kama kulikuwa na mgeni kama mimi. Hawakuwa wanateseka. Mawazo, nia, roho, mwili umeteseka. Lakini dakika zilipoisha 15, ndege haikuenda hivi, ilienda hivi. Unajua uzuri hapa kwa kiti ya jirani nyuma umeweka kwa TV. Na unaweka TV, mara una change, unaweka the network. Unaona vile ndege inatembea. Sasa nikiangalia hapa kwa screen naona ndege imeanza, na hata tumeacha kukaa hivi, sasa tutakaa hivi. Sasa mungangano imeisha. Watu wamefungua michipi, watu wameanza kwenda haja, watu wameanza kupewa chakula. Nipe hamburger, nipe juice, nipe wine, kila kitu, kila mtu anadai yake. Na hata watu wameanza kuongea sasa. Na hata mtangazaji amesema now you can lose your balance. Hata usikii kama unatembea ama umesimama. Hata sijui kama inaenda sasa. Yaani mimi nashangaa kama inaenda, naona mawingu. Sasa tuko juu ya mawingu, ile blue naona huko, tunaioneanga chini huko. Bwana asifiwe. Hata kukinyesha huko hakunyeshangi, kwa sababu mvua inakujanga baada ya mawingu kuteremka. Huko hakuna anga mvua. Sasa ninaangalia naona ala, tumepita mawingu, sioni dunia ile tulikuwa tunakaa. Sielewi ni wapi, sijui tuko north, tuko south, lakini niko starehe. Hallelujah. Niko starehe hata sasa, kwa usingizi kanaweza kuja. Dakika na muda ni mchache wa kungangana. Nataka kuambia mtu hivyo. Utangangana siku chache, lakini miaka mingi ni ya kuenjoy wema wa Bwana. Hallelujah. Nilienjoy 17 hours angani. Ukiminus 15 minutes, unaweza fananisha? Wengi wanakataa kumgoja Bwana. Ndio sababu Mungu anasema waningoje hao watauishwa nguvu mpya. Waningoje hao nitawashughulikia. Waningoje hao tasimia. Hata kama nature inasema wanafaa kusimia, hata kama nature inasema unafaa ukufe na miaka 20, miaka 70, utaishi 120 na bado wewe ni kijana. Why? Because you depend on God and you trust in God. Siku za mahangaiko na malalamiko ni chache sana ukilinganisha na utukufu wa Mungu. Halo? Yeah. Tukaenda. Nini kaanza kufurahia? Shida zimekwisha. Tulipofika katika bahari Hindi, kwa ocean. Si kwa ocean chini, kwa ocean juu. Kumbe zile waves ziko kwa maji zinaenda mpaka juu. Wacha nikwambie, ukiona mlima vile uko hapa duniani, hata uko juu kwa mlima. Ndege inafikanga mahali iko mlima inapanda hivi. Kwa sababu gani? Level ya gravity ndivyo imepanda huko. Kwa hivyo Yesu kubali kukaribia mahali gravity iko, inapanda. Tukafika kwa bahari Indian Ocean.
Naitwa what? Atlantic whatever. Oi, tukasikia tena, nikasikia mtangazaji, you can tighten your belt now, we are entering in the ocean and there is a lot of whatever. Sijui nini alisema, sikumbuki. Sikuelewa na siku sasa nikampuuza. Sikufunga mchipi. Nikasema sasa kweli iko matatizo mengine kama isilisha. Hii nyingine labda. Kumbe tulipofika kwa bahari, tukaingia kwa bahari hivi kwa ulimwengu. Ndio naambianga ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa duniani ni vitu viwili vinafanya kazi pamoja. Tulipoingia kule ndani, ndege kaanza mataabu tena. Hey, kwani iko shida. Kumbe ni waves za maji zinaenda paka angani, zinatatiza ndege kule. Ukipita mawingu, ndege iko kule pasi mawingu, lakini inasumbuliwa na maji. Dakika nyingine kama 7, 8 hivi, zimekwisha. Nikasema Saitani pita. Kwa sababu inafanya tumbo wangu na lakini nikakuja kuelewa, nikakuja kujifunza mambo mengi. Nataka kukuambia hivi, katika haya mambo yote Mungu uachilia tu mambo tudogo tunakuja, tunaweza kukutatiza kimawazo, sawa? Tunaweza kutatiza kiimani, sawa? Zinaweza kutatiza hata kibiashara, kifamilia, sawa? Inakuja chochote inaweza kutatiza wewe katika njia yote, sawa? Hiyo ni mambo yana muda kidogo sana, na yeye hata kuachilia tu mambo kidogo tukuue na tukumaliza. He cannot let you. Wakati anajua tunaweza kukumaliza, anakuongezanga kitu inaitangwa turbo. Anakuongezanga kitu inaitangwa power, anakuongezanga kitu inaitangwa energy, anakuongezanga kitu inaitangwa super mind, anakuongezanga kitu inaitangwa wisdom, anakuongezanga kitu inaitangwa knowledge, anakuongeza kitu inaitwa faith, anakuongeza kitu inaitwa grace, anakuongeza favor, anakuongeza power. Hey, Bwana asifiwe sana. As long as he keeps adding more, renewing and renovating and rewiring, unaendelea kuwa stronger. Tumajaribu tu dakika kidogo, tunapita unabaki na Yesu wako. Halo. Tulienda hivyo, tukasafiri mpaka mara mwisho tukashuka. Tena siku ya kushuka ni matatizo mengine. Kwenda. Inaanza kuteremka chini hivi. Nasema tulandi ama tulandi, tunalandi ama tulandi. Yesu ni mwema. Bwana sifiwe sana. Nataka kusema nini? Hiyo ni story ya siku nyingine. Nataka kusema nini? He renews our power. Sijui ni nini ndani yako kimekwisha. Sijui ni nini kinahitaji kuongezwa. Sijui ni wiring zako zimeachilia. Labda unajua wiring zikiachilia kwa mtu hapa mpaka unaenda ile tunaita nini? Psychologically, mentally unakuwa affected. Mawazo mengi. Unajua mawazo mengi yanafanyanga waya zako zinaachilia. Halo? Unafikiria mpaka unachizika. Na unaona mtu akiwa chizi, unaona mtu alikuwa mzuri anaanza kuokota makaratasi huko. Na mlikuwa naye the other day. Na ulikuwa unajua ni kijana mtaa hapa. Na ameanza kuokota makaratasi, si bangi. Ukiona mzee mlikuwa mnamjua na sasa ameanza kutembea peke yake akiongea, na mbeleni alikuwa akiongea akiwasalimia. Sasa hizi hawasalimii, anaongea peke yake. Si bangi. Wiring imeharibika hapa. Anahitaji wiring imeharibika, anahitaji kufanyiwa rewiring. Kwa sababu kuna short circuits zimefanyika hapa, zimechoma fuse, zimechoma resistor, zimechoma hizo vitu zote zinakuanga huko ndani. Sasa imeachilia. Ameanza kuvunja vidole peke yake kwa barabara. Angalia. Hata ukimsalimia asikii. Huyo mtu kuna kitu iliachiliwa ikaharibika. But I want to tell you, Mungu hata kuacha ufike hapo. Ni school fees, ni rent, ni kazi, ndio inakufanya stress. You will not be stressed because God is there for you. Bwana sifiwe sana. Kinachohitajika ni ukifika at that point, tell him, Lord, I need your strength. Nahitaji nguvu yako. Nahitaji unihimize. Nahitaji unipe nguvu. Nahitaji unipe ushujaa. Nahitaji unipe uvumilivu. Nahitaji. Mwambie. Ukimwambia yeye anakuanga na matangi. Anakujaza tena. Halo?
You need to be renewed. Sijui kama unataka kuwa renovated, you need to be renovated. Mungu akuunde ndani roho safi, sura ikae sawa, uanze kuwa young tena nini. You continue to smile and be happy. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Nini unahitaji Mungu afanye? Sijui. Lakini neno linasema hivi, Isaia 40. Nitawauisha nguvu mpya. Nitawauisha nguvu mpya. Na sio kila mtu ni yule anayemtegemea Mungu. Jiulize, ninamtegemea Mungu mimi kweli ama ninaandanga tu kanisa tu? Ninamtegemea Mungu ama biashara yangu tu naisifanyanga sukuma twende ama Lakini naomba ya kwamba Mungu awasaidie zote kanisa leo tujifunze kumtegemea Mungu. Ukimtegemea Mungu hatakuacha. Hatakuacha ukaukiwe na pesa. Halo? Hatakuacha biashara yako ikose wateja. Hatakuacha ndoa yako ianze kusambaratika. Hatakuacha watoto wako waanze kwenda kufanya vitu visivyo vya faida. Hatakuacha ukose fee. Hatakuacha kwa sababu yeye he renews even your money. Yeah? And renew mpaka afya yako. Yeah? And renew mpaka uhai wako. Si alirenew hata Lazarus. Amekufa, ameosa. Alifanya nini? Alirenew. Come back Lazarus. Ile manginyo ilikuwa imeanza kumvamia. Kasimama. Kwa ndani mtu siku 3 kwa kaburi si ananuka. Si hata hao walisema ananuka. Kwa nadhani hao wadudu walikuwa wameanza kumsherekea. Wale wadudu waliposikia Yesu anaita Lazaro, wakasema tigei na ijere. Wacha. Wakawachana na Lazarus. Na nyama na mifupa dakika hiyo zikashikana na roho ikaanza kurudi na damu ikaanza kupiga. That is the God we serve. Kama anarudisha uhai, anaweza rudisha, hata anaweza kurudisha your mind, your faith, your attitude, your nini, anaweza kukurudisha. Mimi sijui ni wapi unataka kushughulikiwa na rii. Mwambie Bwana, naomba ulete neno la rii katika maisha yangu. Uisha mimi upya. Ninasikia nikana kwamba mahali ninapita ni kama nitakufa moyo. Niuishe upya. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, ninasikia mahali ninaendea kama sitapata pesa wiki hii. Ni kama nitakata tamaa na maisha. Uisha upya. Nataka usungumuze na yeye. Nataka tu mwambie Bwana, ni wapi unahitaji service? Ni wapi unahitaji renovation? Ni wapi unahitaji kufanywa riwaya? Ni wapi unahitaji repair? Just talk to him. He is your father. Mimi nataka nikwambie, he is your father. He is able. Mashatalabadada. Kwa dakika 2 take your space. Take your space and talk to him. Ni nini unataka Bwana kufanyia? Ni nini? Just speak to him. He is able. Unasikia stress imeingia, hata blood pressure imeanza umeanza kupimwa blood pressure. Ni kwa sababu gani? Kuna vitu vilisababisha hapa. Kuna vitu vinasababisha pressure yako inaanza kupiga kwa upigo. Unaanza kusikia kichwa kinakuuma mara kwa mara. Sio mapepo mengine, na kama ni pepo anakujia na hiyo njia, even that God can sort out. Imani yako inaanza kukaa kana kwamba unaona hakuna Mungu kwa sababu hizo siku zote umemungojea kwa muujiza fulani haijafanyika. Nataka nikuambie bado anashughulika. Ongoja wakati wake na tulia kwa Bwana. He is renew your life. Oh my God. Mashadala. Baba, tunashukuru kwa sababu wewe unauisha nafsi zetu, unatutengenezea upya. Neno lako linasema hata vijana watasimia, hata watakimbia na kuanguka, lakini wakutegemeao wewe utauisha nguvu zao upya. Hawataanguka, hawatasimia, hawatakata tamaa, hawatavunjika moyo, hawatakuwa discouraged. Hata wakati watajua mipango mibaya imepangwa kinyume na wao, hawatakufa moyo na hawatalalamika. Hata Danieli alipojua mambo yote yamepangwa kinyume na yeye, hakuacha kutafuta uso wako. Alijua ya kwamba wewe ni mwaminifu kwake. Akarudi kwa nyumba yake, akapiga magoti, akaendelea kuomba.
yale maombi yalikatazwa. Nani anakuambia kwamba hata ilipoinuka shida juu yake zaidi, alishikwa akapelekwa katika tundu la simba, na hata mwishowe akatumbukizwa ndani, lakini hakujali, hakubadilisha imani yake kwako, aliendelea kukutumaini. Huyo Danieli alielewa Mungu anayetumikia, akaingia ndani ya shimo la simba, akakesha na simba wakiwa marafiki wake katika ibada. Siku hiyo ilikuwa washirika wake ni simba, wakalala na wakaamuka, na neno la Bwana linadhibitisha kwamba asubuhi mfalme alipoamuka alikimbia shimoni kuconfirm kama ni kweli Danieli yuko hai ama alikufa. Lakini neno la Bwana ni hakika, ni dhahiri. Mungu aliinua nguvu ya Danieli maradufu. Hakubabaishwa na simba, hakubabaishwa na tundu, hakubabaishwa na sheria, hakubabaishwa na wabunge, hakubabaishwa na serikali ya wakati huo. Aliendelea kukutumaini. Ninaomba Bwana tukawe watu wa kukutumainia, hata ingawa majaribu ni mengi, hata kama dhiki na shida ni nyingi, hata kama yametukumba mengi na mazito, tunaendelea kukutumainia, kwa maana tukikutumainia utauisha maisha yetu upya. You will repair our life, you will renew our strength, you will make us new again. We shall never die, but we shall live to proclaim your name. We shall never faint on our way, but we shall reach to our destination. We shall never grow weary, for the Lord is our strength. We shall lift our eyes before the Lord. We shall lift our eyes unto you, Jesus, where our help come from. We trust in you, Lord. We trust in you, Jesus. May you fight for someone here. Fight for someone here. Give someone hope. Give someone faith. Lift someone's faith today. Give someone courage even to face the adversary in the name of Jesus Christ. I pray, Lord, that you may show mercy unto your church. Show mercy to your children. Show mercy to your people. Lift us, Lord. Life has shown us another thing. Life has not been good to us. Oh, makazakatalababa. Natangaza katika neema ya Bwana, katika nyumba hii hapatapatikana wakufa moyo kabla Mungu hajakujibu. Hapatapatikana mtu wa kusema ya kwamba siwezi tena. God made you and created you to be an overcomer. You are not a loser. You are not a hand, the tail, but you are the hand. Natangaza katika nyumba hii hautasimia na hautaanguka kwa barabara kabla kufika katika hatima yako. Natangaza kwa sababu ya familia yako. Familia yako itakuwa familia iliyojaa Mungu ndani, na kila mmoja ataitazamia kupendezwa na kupata mashauri kwenu. Natangaza ya kwamba uzao wenu hautaangamia, watoto wenu hawatangamia, wajukuu wenu hawatangamia, vitukuu vyenu havitangamia. Watakuwa na majina katika ulimwengu, watakuwa watu wakubwa katika society. They will mount higher like eagles because their parents trusted upon you. Lord, I pray that there is no one here shall perish before God you come. We come against any principality of darkness. I come against every weapon. I come against every demonic power in the name of Jesus. Natangaza kuporomoka kwa giza, kwa mipango ya shetani. Natangaza kuporomoka kwa silaha za giza katika jina la Yesu. Mishale ya giza, hata kila mawazo machafu yanayoinuka ndani yetu kutuambia tutashindwa, hatutashindwa, sisi tutashinda. Nasimama kinyume na mawazo mabaya ndani yetu ya kutuambia ya kwamba hatutaweza. Kuanzia leo tunayaweza mambo yote kupitia Kristo atutiae nguvu. Hey, Ramazakatali baradadada. I pray, may God restore your life. May God restore your children. May God restore your marriage. May God restore your business. May God renew your life. May God renew your faith. Oh, Shandara badadadadadada.
Riko sata la badada da da da. Shekata la badada da da da. Makasoko tele badada. Roko zakate libadiada. In the name of Jesus, I declare and decree there is no one of us who will miss a mark, who will miss the season, who will miss the season of visitation. In the name of Jesus Christ, we are more than conquerors. Sisi tu zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Tuliumbwa tushinde, tuliumbwa tukiwa washindi. We are not coward. We shall never fear anything, for the Lord is our strength. The Lord is our fortress. The Lord is our hiding place. My God, my Jesus. Oh, renew our lives, Lord. Repair our lives, Lord. Renovate us, oh Lord. Rewire us, oh Lord. May you rebrand us, Jesus. Make us, Lord. Make us, Lord. Do us good, Lord. Reconcile even our relationship with the Lord Jesus. Reconcile us with our friends. May you reconnect us with our friends. Where things went wrong, Lord, help us to sort them out. Hey, we need a re in our life. We need a re in our life. That word brings power. That word brings restoration. That word brings revival. That word brings revival. Yes, in the name of Jesus. If you are there, uko pale unasema kwamba unajihisi ndani yako kuna kitu unahitaji Mungu akufanyie. Kati ya hiyo vitu vinaoleta nguvu upya mara nyingine, kuna vitu unahitaji ufanyiwe na Mungu. Kama ni imani, kama ni kikasi, kama ni kifamilia, kama ni mambo mengine ya kukosa amani na furaha, I tell you, God can supply to you again. He can renew, He can rebrand, He can rewire, He can reconcile, He can do anything as long as you become new again. Nataka nikuambia kwamba ukimwamini tu atakushughulikia. Ndani ya moyo wako unasema nina hili jambo, unahitaji Mungu alitengeneze upya tena. Limekuweko, biashara imekuwa lakini imekataa, anaweza kaifanya upya tena. Samani ilikuwa na biashara nzuri, ilileta faida, lakini siku hizi hakuna. Anaweza akasababisha ile faida tena irudi na irudi tena maradufu. Anaweza akasababisha familia yako imekuwa katika hali ya mgogoro sana, lakini wakati wa mwanzo muliishi kwa furaha, muliishi kama familia, mulipendana ndugu kwa ndugu, baba kwa baba, watoto, wazazi. Lakini wakati ukiangalia saa hizi kila mtu ako kwake na kila mtu anafanya mambo yake. Nataka nikuambie, He can rebrand your family, He can restore your family, He can renew your family in the name of Jesus. Uko hapo nasema, Mungu, ninahitaji langu ambalo liko kwa moyo wangu ndilo nahitaji ushughulikie siku ya leo. Inua mkono wako kwa imani. Inua mkono wako kwa imani. Tunataka tumwamini huyu Mungu. Neno linasema wamtegemeao na wamtumainio Bwana wataruka kama tai. Utaruka zaidi hata tai. Nataka nikuambie, neema ambayo iliachiliwa na Yesu Kristo sio ya kiwango cha tai peke yake, ni ya zaidi ya tai. Utaenda mpaka kule tai hawajawahi fika. Utapaa, utafika siku zako, mambo yanasemekana yamekwisha kwako, pesa zimekwisha kwako, wanataka kukuhesabu katika klasi ya maskini. Lakini nataka nikuambie, Mungu anatengeneza mambo yake hapa. Hakuna mwanadamu ajuae. Siku zisizo mbali anakufanya tajiri, anakutengenezea njia, anakutengenezea milango. Ile kakasi kako kadogo ambao walikadharau na wanaona kama hakata kusaidia, kamesomesha watoto wako, katapeleka watoto wako mbali, katalisha mpaka majirani. Nataka nikutangazie, huyu Mungu anajua kufanya mambo upya. Atafanya mambo upya. Ukiamini tu atafanya upya. He can rebrand it, He can renew it, He can restore it, He can revive it in the name of Jesus. Inua mikono yako, mwambie, Bwana, niko mbele zako. Bwana, nimekuja, nimesarenda. Ninasarenda kwako, lakini sisarendi kwa mwanadamu. Ninalia kwako, lakini sitalia kwa mwanadamu. Napiga magoti kwako, lakini sitapiga kwa mwanadamu. Wewe pekee ndiye unastahili
unastahili kuabudiwa. Bwana ni rehemu, mwambie ni rehemu Bwana, niuie radhi, nisaidie. Hata kama wokovu wako ulikuwa umeanza kuchakaa, ulikuwa umeanza kuondoka katika imani, mwambie Bwana rejesha, ninahitaji upya tena, ninahitaji rebranding, nahitaji urifanye, uni-update. May God update your life, may He update your system, may He update your heart, may He update your mind. Let the Lord update you. You are His system. Wewe ni system yake, wewe ni kompyuta yake, wewe ni gadget ya Mungu, wewe ni mali ya Mungu. Atatuma update ndani yako. You shall be updated soon. Utaamuka tena ukiwa na nguvu nyingine. Arise yana, inuka, inuka, inuka katika jina la Yesu, na kutangazia mwinuko mpya, na kutangazia mwanzo mpya. It is a place for a new beginning. May you start again. May you start again. May you start again. May you start again with the Lord. You shall renew. You shall revive. Shakatalabadadade, zakatalibaradadada. Usijali kile walisema, usijali midomo yao, usijali mipango yao, usijali silaha zilizoinuliwa kinyume na wewe. Usijali, usijali. Wewe mtazamie Yesu, wewe mtazamie Jehova. Yeye ni anaitwa Jehova Nisi, anaitwa Jehova Shama, anaitwa Rohi, anaitwa Elohim. Ni muweza yote, hakuna kitu kinamshinda. Oh, mashandarabadadadadade, shakatalabadadadada. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. He shall save you. He shall help you. Ana msaada wako, ana msaada wako, ana nguvu zako, ana uwezo wako. Yeye ndiye akupae na atakupatia. Yeye ndiye akutiae nguvu na atakutia katika jina la Yesu. Raka zakatalibada. Hey, sakaribadada, shatalabadada. In the name of Jesus. Inua mkono wako, sema mimi si wa kushindwa. Inua mkono wako, sema mimi si wa kushindwa, mimi ni wa kushinda. Sema mimi nimeumbwa kushinda, mimi si wa kuanguka. Fungua kinywa chako, sema mimi si wa kuanguka, bali mimi ni wa kukimbia, na sitachoka, na sitaanguka, kwa sababu Mungu ndiye uniuisha nguvu zangu upya. Mwambie Mungu, mwambie Shetani, hautaniona, hautanipata, kwa maana Mungu ndiye nguvu zangu. Makasakatalada. Sisi sio wa kushindwa. Biashara yako si ya kuanguka, watoto wako si wa kukua chokora, masomo yako si ya kupotelea kwa makaratasi. Hey, sakataboda. In the name of Jesus, we are more than conquerors, my friends. I tell you, the word says more than conquerors. Tuko zaidi ya washindi. Sikiza, na tena anasema ya kwamba yeye, katika yeye tunaweza mambo yote. Philippians, we can do all things through Christ who strengthens us. We are more than conquerors. Kitu kingine, sisi si waoga. We are winners. We are not cowards. We are fighters. You must fight for your space in the kingdom of God. Don't let the devil scatter you. Don't let that devil scare you. Don't let the devil tremble you. No. You are stronger than yesterday. Wewe uko na nguvu zaidi ya jana. Our God does not operate with yesterday. He has a new anointing. He has a new grace. He has a new favor. He has new things for you. No. Don't operate with yesterday. Don't operate with last week. Don't operate with the last month. He is a God of new things. He renews us every day, every morning. He renews you. He updates you. He gives you new power. He gives you new knowledge. He gives you new ideas. Rika zakatalabadada. Hey, Jesus, my God, my Lord, we come before you. We know how strong you are. We know how powerful you are. We understand you, Jesus. Shalabadadadadada. Rika zakatalabadadada. Shekatalabadadadada.
In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Father, we bless you. Lord, we bless you. In the name of Jesus Christ. Roko zakata libada. Raka zakata libada. In the name of Jesus Christ. Lord, we bless you. We honor your name. We magnify your name. Thank you for who you are. A faithful God who never lie. Once you said you shall renew, you are able to renew. Once you say you shall do, you are able to do. Tunakutukuza Bwana. Uhimidiwe na upewe sifa. Bless your church, Lord. Lift your church. Lift them, Lord. Behold the limitation. In the name of Jesus Christ. Someone say amen. Celebrate our Lord Jesus. Celebrate our